Somo ambalo tunatamani kutazama kwa dakika chache, baadaye tutapata nafasi ya kumshukuru Mungu, lina kichwa kinachosema faida au umuhimu wa kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Faida au umuhimu wa kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Faida au umuhimu wa kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Na tatuwekea kile kitabu cha Zaburi 116 na ule mstari wa 12. Zaburi 116 na ule mstari wa 12. Mesema somo ambalo tunatazama kwa dakika chache linasema faida au umuhimu wa kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Naomba watu wa media mtuwekee Zaburi 116 na ule mstari wa 12. Tutasoma wote kwa pamoja kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome wote kwa sauti ile Zaburi ya 116 mstari wa 12. 1, 2, 3 tusome. Nimrudishie nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Anasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kwa habari ya shukrani au kwa habari ya kumshukuru Mungu, hii ina maana yake ni hali ya mtu kutambua na kuelezea ukuu wa Mungu aliyoufanya kwenye maisha ya kwake. Maana yake mtu yoyote anapomshukuru Mungu, mara nyingi sana shukrani yake huwa imelenga moja kwa moja kwa ajili ya mambo ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha ya kwake. Na ndio maana Daudi katika hii Zaburi anatuelezea, anasema ya kwamba nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea. Na anasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Na fikiri tulipokuwa kwenye Morning Glory kuna kitu ambacho niliwasemesha wenzangu tulipokuwa tunajifunza. Wakati mwingine Mungu alinifundisha mimi kumshukuru Bwana kupitia baba yangu kule Arusha, kwa sababu kila mara tulipokuwa tunapata nafasi ya kumshukuru Mungu, mara nyingi sana nilikuwa ninaona yule mzee anaanza kulia kwanza, ndipo ambapo anaanza kumshukuru Mungu na kutaja yale mambo yote ambayo Mungu amemfanyia kwenye maisha ya kwake. Sasa ilifika mahali siku moja mpaka nikamuuliza kwamba mzee, kuna shida gani? Kwa nini kila tunapopata nafasi ya kumshukuru Mungu mara nyingi sana wewe unaanza na kulia, ndipo ambapo unaanza kumshukuru Mungu? Nilipomuuliza hivyo akaniambia hujui tu mahali ambapo wakati mwingine nimepita. Ndipo ambapo akaniambia kwamba unaponiona hapa mimi nimefika sio kwa akili zangu wala sio kwa mkono wangu. Na ndio maana wakati mwingine ninapopata nafasi ya kwenda mbele za Bwana, huwa ninakosa maneno mazuri ya kumwambia Bwana kwa ajili ya mengi na kwa ajili ya mengi alionivusha kwayo kwenye maisha yangu. Kwa maana hiyo mara nyingi sana huwa ninajikuta ninatoa machozi, kwa sababu huwa ninakosa lugha nzuri ya kumwelezea Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huwa ninatambua asingelikuwa yeye, wakati mwingine maisha yangu yangekuwa bure, na wakati mwingine nisingelikuweko hata hapa duniani. Maana yake nilipofika hapa ni kwa mkono wa Mungu. Vita vyote ambavyo nimevipita, nimepigana, nimevuka, mara nyingi sana nikitazama maisha yangu sijioni mimi, ninamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa maana hiyo hata Daudi katika Zaburi zake mara nyingi sana alipokuwa anapata nafasi ya kumshukuru Mungu, alikuwa anatazama kwenye maisha yake, anaona hana kitu chochote cha kumrudishia kwa ajili ya mengi aliyoyafanya kwenye maisha ya kwake.
Maana yake wakati mwingine anaangalia vitu alivyo navyo, anaona hata akisema mtolee Mungu havitatosha, na ndio mara nyingi sana anajikuta tu moyo wake unajawa na shukrani kwenye maisha ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hakuna kitu cha thamani, mtoto wa Bwana, kwenye maisha yako kama kujijengea kuwa na tabia ya kumshukuru Mungu kila wakati. Unajua mara nyingi sana mimi watu waninawaambia kwamba usisubiri Mungu kwenye maisha yako mpaka akupe kitu ili umshukuru. Usisubiri mpaka afanye kitu ili umshukuru. No. Hata kwa ajili ya uhai ulio nao ni mtaji mkubwa sana. Unaweza kumwambia Mungu asante hata kwa ajili ya afya hii. Kwa nini? Kwa sababu ni neema ya kwako. Umetembea na mimi tangia mwezi wa kwanza. Tumeona wenzetu wengi wanaharibikiwa, lakini mimi umekuwa pamoja na mimi na familia yangu. Si kwamba sisi ni wenye haki sana, au si kwamba sisi ni watakatifu sana, au si kwamba sisi tunakupendeza sana, lakini tunakushukuru kwa neema ya kwako na rehema za kwako ambazo umeendelea kuwa pamoja na sisi. Na Mungu akishaona kitu cha namna hiyo ndani yako, maana yake atatambua kabisa ya kwamba unatambua umuhimu wake kwenye maisha ya kwako. Watu wengi sana huwa wanamshukuru Mungu kwa sababu tu amewapa vitu. Maana yake asipokupa vitu huwezi kumshukuru. Asipokupa kile unachokihitaji huwezi kumshukuru. Tunakumbuka Daudi aliwahi kuomba, alikuwa anamwombea, nafikiri ni mtoto, ameomba lakini yule mtoto hakupona. Lakini alipoona amekufa, kaenda ndani, akaoga, akala chakula, akaingia madhabahuni, akamshukuru Mungu. Kwa nini anamshukuru Mungu? Maana yake anajaribu kumwambia, wewe utabaki kuwa Mungu kwenye maisha yangu hata kama hujafanya kile ambacho ninatamani unifanyie. Haikuondolei sifa ya kuitwa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akishaona kitu cha namna hiyo, mtoto wa Bwana, uwe na uhakika ni lazima atasimama na wewe kwenye maisha ya kwako. Kwa maana hiyo, katika kila jambo kwenye maisha yako, mtoto wa Bwana, kama unahitaji kumuona Mungu anadhihirika kwenye maisha yako kwa kiwango kikubwa, jifunze kila wakati kuwa na tabia au kujizoesha kuwa na tabia ya kumshukuru kila wakati Mungu. Iwe umepata au hujapata, mwambie wewe utabaki kuwa Mungu kwenye maisha yangu. Wewe utabaki kuwa Mungu kwenye maisha yangu. Na mara nyingi sana Mungu huwa hana tabia ya kuwaacha watu wa namna hiyo. Huwa hana tabia ya kuwaacha peke yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunakumbuka kile wakina Paulo na Sila. Ninaomba labda tuwekee huo mstari, kile kitabu cha Matendo ya Mitume na ile sura ya 16. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 11 nafikiri. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, basi tukang'oa nanga kutoka Troa, tukafika Samosreke kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli. Na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Tuendelee mtumishi. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo
tukazani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa, yeye na nyumba yake, akatusi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi mtumishi wa Mungu nanichanganya. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Tuendelee. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makazi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makazi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikiswa, na mara hiyo milango ikafunguka na vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akizani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini wote tunaifahamu hii habari ambayo inawahusu au inaongelea kwa habari ya Paulo na Sila. Wote tunafahamu ya kwamba kuna mahali walikutana na changamoto katika shughuli zao za kuhubiri na kueneza neno la Bwana. Maandiko yanatuambia ya kwamba kwa sababu ya kile walichokuwa wanakitangaza kilileta vita, na kwa sababu kilileta vita walikamatwa wakatiwa gerezani. Na walipokuwa wametiwa gerezani, maandiko yanasema ya kwamba Paulo na Sila hawakutazama changamoto walizokuwa wanapita kwazo, au hawakutazama mahali walipokuwa wanapapitia, bali hata katika magumu waliokuwa nayo walimshukuru Mungu wao. Na kwa sababu Mungu alipoona wanamshukuru, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwimbia Mungu nyimbo za kumsifu na kumshukuru, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Na kwa sababu tu ile ya kwamba hawakutazama mapigo waliopigwa, hawakutazama changamoto walizokuwa nazo, hawakutazama vifungo walivyokuwa navyo, bali hata katika ziki waliokuwa wanakutana nayo walimshukuru Mungu katikati ya mapito waliokuwa wanapita kwayo.
Na mbaya zaidi, Mungu waliyekuwa wanamtumikia alipoona hawa watoto wangu wananiazimisha mimi na kunishukuru mimi hata katikati ya mapito ambayo wanapita kwayo, maandiko yanasema ya kwamba lilitokea tetemeko la ardhi ghafla. Na moja ya jambo ambacho lile tetemeko lilifanya, lilienda moja kwa moja kwenye ile misingi ya gereza iliyokuwa imewafunga, ikatikiswa. Maana yake unapomshukuru Mungu kwenye maisha yako, au unapojijengea maisha kwenye maisha yako ya kumshukuru Mungu hata katika magumu, ya kumshukuru Mungu hata katika changamoto, mara nyingi sana Mungu huwa hanyamazi. Mara nyingi sana ni lazima Mungu huwa anaonekana. Na Mungu akishaonekana kwako, kitu cha kwanza anachoanza nacho, akiona unampa sifa na utukufu, anaanza na misingi ya gereza iliyokamata. Maana yake anaanza na misingi iliyokamata maisha ya kwako. Na ndivyo ilivyo, kwa sababu hawa watu walipokuwa wakimshukuru Mungu, misingi katikiswa. Maandiko yanasema ya kwamba vifungo vyao vikalegezwa. Havikuishia tu vikulegezwa, maandiko yanasema ya kwamba na milango ya lile gereza ikafunguka. Ili wafanyeje? Ili wapate kupita. Na ndio maana wakati mwingine kwenye maisha yetu huwa inabidi tumshukuru Mungu. Si kwamba mambo ni mepesi, no. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunajua hakika ya kwamba kila wakati yeye ndiye anayeyafanya hata mambo magumu kuwa mepesi kwenye maisha yetu. Wakati mwingine huwa tunamshukuru Mungu si kwamba ameshatujibu, no, kwa sababu tunaamini kabisa hata asipotujibu yeye bado atakuwa Mungu kwetu. Hata asipofanya yale ambayo tunatamani atufanyie kwenye maisha yetu, haiondoi sifa ya kuitwa Mungu kwenye maisha yetu. Na uwe na uhakika, mara nyingi sana Mungu aliye hai akishaona ndani yetu tuna moyo wa kumwadhimisha yeye, hata katika magumu tunayoweza kupitia kwayo, hawezi kunyamaza. Na ndio maana jicheki watu ambao wana maisha ya kumshukuru Mungu. Mara nyingi sana huwezi ukakuta wanakwama kivyepesi, huwezi ukakuta wanakwama. Lakini jicheki watu ambao kazi yao ni kulalamika kila kitu, ni kulalamika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua Habakuki alipokuwa analalamika, Biblia inasema Mungu akamjibu sawa sawa na kulalamika kwake. Maana yake kama huyu alimjibu sawa sawa na habari ya kulalamika kwake, maana yake Mungu pia anaweza akatenda jambo kwenye maisha yako sawa sawa na hali yako ya ndani ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anapoona unamshukuru kwenye maisha yake, ni lazima atakuja kuangalia kwamba huyu mtu ananishukuru kwa nini. Maana yake unatangaza ukuu wake hata katika mapito. Unamwambia Baba, ninakushukuru hata katika hili, kwa sababu ninajua kabisa ya kwamba wewe ni mwaminifu kwenye maisha yangu. Na Mungu akishaona kitu cha namna hiyo, ni lazima atasimama na wewe, mtoto wa Bwana. Na ndio maana hata leo tutapata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametembea na sisi, na sasa ni nusu mwaka. Maana yake tunapomshukuru tunajaribu kumwelezea ya kwamba tunakushukuru wewe kwa sababu umekuwa pamoja nasi na umetembea pamoja nasi. Na kwa sababu tunakushukuru namna hii, tunajaribu kutangaza ya kwamba na majira haya utakuwa pamoja na sisi. Na kwa sababu tunakushukuru wewe, huku tunaamini kabisa ya kwamba uliyekuwa pamoja na sisi mpaka Januari, maana yake utatembea pamoja na sisi mpaka Disemba. Maana yake ukishaona kitu cha namna hiyo, maana yake Mungu akitazama maisha yako, ni lazima ataona si kwa nguvu zako, na wala si kwa ufahamu wako, na wala si kwa akili zako. Maana yake ni lazima Mungu ataonekana. Kwa nini? Kwa sababu umejijengea maisha yako katika hali ya kumshukuru yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukawa tunalalamika. Kulalamika hakutabadilisha chochote kwenye maisha yetu.
Kulalamika hakutageuza chochote kwenye maisha yetu. Na ndio maana Paulo anasema nimejifunza kwa lazi na vitu nilivyo navyo. Anasema yani kati ya watu ambao waliwahi kupitia aina zote za maisha ni mtume Paulo. Na kwa sababu alipita kwenye changamoto zote, anajaribu kutuambia kwenye maandiko, anasema katika mambo yote wewe bado utakuwa Mungu kwangu na kwenye maisha ya kwangu. Sasa ni watu wachache sana ambao wanaweza wakamtanguliza Mungu na kumwambia kwamba hata kama leo hujatupa chakula, bado tunaamini kesho utatupa chakula. Hata kama leo hujafanya chochote kwenye maisha yetu, ninakuamini wewe ya kwamba haina maana kwa sababu leo hujafanya, haina maana kesho hautafanya. Uwe na uhakika Mungu akishaona imani ya namna hiyo ndani yako, mtoto wa Bwana, hataacha kuonekana kwenye maisha yako. Na ndio maana katika mambo yote kwenye maisha yako, jifunze kuwa na tabia ya kumshukuru Bwana. Hata kama leo umelala na njaa, mshukuru Bwana. Moja ya kitu mimi sitasahau kwenye maisha yangu, siku moja tulikuwa tunapita kwenye changamoto kwenye familia yetu, na mama yetu aliandaa chakula. Alipoandaa chakula akatutengea tukala. Matokeo yake nikamuona yule mama hali kile chakula mpaka tukamaliza kula. Ikabidi nimuulize kwamba mama, kwa nini we hauli chakula? Akaniambia kwamba niliona chakula ni kidogo watoto wangu, nikaamua niwaachie nyie mle, kwa sababu ningekula kisinge tutosha. Na baadaye tulipomaliza kula akatuchukua watoto wote tukaenda ndani, akatuambia tunatamani tumshukuru Mungu. Sasa mimi nikawa nawaza, kwa nini kila siku tunamshukuru Mungu na kila siku tunaendelea kulala njaa? Si bora tu hata tuache kumshukuru? Lakini mama kitu alichoniambia, akaniambia, mtoto wangu, jifunze kwenye maisha yako kumshukuru Mungu hata kama hajakupa kile unachokihitaji. Na kaniambia uhusiano wako na Mungu usitegemee tu kwa sababu anakupa kitu. Hata kama asipokupa unachokihitaji, mwambie yeye asante. Na tangia hapo ndipo ambapo nilianza kujifunza kumshukuru Mungu kwenye maisha yangu. Si kwa sababu amefanya, no, ni kwa sababu nimeamua kumwamini. Na kwa sababu nimeamua kumwamini, hajawahi kuniacha. Na ndio maana Mungu huwa ana tabia ya kumwacha mtu ambaye ndani yake amebeba moyo wa shukrani kwenye maisha yake. Si kwamba anapita mahali pepesi, no, ni kwa sababu tu anamtambua ya kwamba ninamshukuru Mungu si kwa sababu amefanya, ni kwa sababu yeye ni Mungu wangu, ni kwa sababu yeye ni Ebeneza. Na ndio maana kina Paulo na Sila katikati ya gereza walimshukuru Mungu, katikati ya vifungo walimshukuru Mungu. Hawakutazama vifungo walivyokuwa navyo, bali walianza kumtukuza Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wanatambua ya kwamba Mungu ni mkuu kuliko hata vifungo tulivyo navyo. Walitambua ya kwamba Mungu anaweza kuliko hata hizi kamba tulizofungwa. Na Mungu alipoona kitu cha namna hiyo, alizihirika. Si kwa sababu alitaka wasaidie, no, ni kwa sababu walianza kumshukuru Mungu. Na ndio maana hakuonekana kwa kila mfungwa, kwa sababu tumesoma anasema na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Na ndio maana uwe na uhakika wasinge mshukuru Mungu katikati ya gereza, ingekuwa ngumu. Kwa sababu kilichofanya Mungu ashuke kuwasaidia watoto wake ni kwa sababu waliamua kumshukuru. Kilichomfanya Mungu azihirike kwao ni kwa sababu waliamua kumshukuru. Na ndio maana unapomshukuru Mungu usitazame pito, kwa sababu hata katika hali ya kawaida hakuna mtu ambaye anaweza akawa anapita mahali pepesi, na hasa hizi nyakati za mwisho. Kila mtu akisimama hapa kutupa ushuhuda, au kila mtu aliyefika kwenye eneo fulani tukimwambia hebu wewe tupe historia kidogo tu ya maisha yako mpaka umefika hapo, hakuna anayeweza kukwambia kwamba nimefika hapa kivyepesi. Wengi sana watakwambia
ya kwamba nimefika hapa si kwa nguvu zangu, na wakati mwingine ni Mungu tu aliyesimama pamoja na mimi mpaka nimefika mahali hapa. Na mara nyingi sana ukiwakuta watu wa namna hiyo, mara nyingi sana kitu utakachokuta kimo ndani ya mioyo yao, lazima utawakuta ndani yao wamejawa na shukrani kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wako mahali hapa wanatambua kabisa kabisa ya kwamba asingelikuwa Mungu kusimama pamoja na wao, hakuna mwanadamu angewapokea. Asingelikuwa ni Mungu kuwatetea, hakuna mwanadamu angewatetea kwenye maisha ya kwao. Asingelikuwa ni Mungu kuwafungulia njia na milango, hakuna mwanadamu angeweza kusimama na wao. Angeweza kusimama na wao. Asingelikuwa ni Mungu kuwapatia eza hiyo kazi, hakuna mtu. Na mbaya zaidi, unajua wanadamu, moja ya changamoto tulizo nazo, wanaweza wakakwambia ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe katika hili, tutakuwa pamoja na wewe katika hili, nitasimama na wewe, alafu kija kugeuka huwaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana imefika mahali mimi nikawa nachukia lugha ya mtu anakuambia nitasimama pamoja na wewe. Watu wako tayari kukwambia nitakuwa pamoja na wewe, lakini saa unahitaji ushirika wao huwaoni. So nakumbuka hata Yesu, Petro alimwambia, Bwana wangu nitakuwa na wewe, nitakuwa na wewe. Sangapi Petro anakuja kukana na anasema mtu huyu simjui, lakini wale watu mpaka wanajaribu kusema, wewe jamaa, si mpaka hata unavyotembea, unavyoonekana ulikuwa pamoja na yeye. Biblia inasema Petro akaanza kulani akikana, anasema hakika mtu huyu simjui. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo sifa ya wanadamu wengi. Na ndio maana ni Mungu peke yake asiyekuacha. Na ndio maana Mungu akikwambia sitakuacha, uwe na uhakika hawezi kukuacha. Akikwambia nitakuwa pamoja na wewe, uwe na uhakika atakuwa pamoja na wewe. Mwanadamu anaweza akakwambia nitakuwa pamoja na wewe halafu asionekane, lakini Mungu akikwambia nitakuwa pamoja na wewe, hata kama utaenda kwenye moto ataingia pamoja na wewe, hata kama utapita kwenye bahari atakuwa pamoja na wewe. Na ndio maana anasema upitapo katika maji mengi hayatakugharikisha. Kwa nini? Kwa maana mimi nitakuwa pamoja na wewe. Na ndio maana Mungu hajawahi kuwaacha watoto wake hata siku moja. Tangia nimejifunza hicho kitu, nilijifunza kuweka imani yangu na matumaini yangu kwa Bwana. Mwanadamu anaweza akabadilika, mtoto wa Bwana, lakini Mungu hawezi kubadilika. Mwanadamu anaweza akakuahidi ahadi na asitimize, lakini Mungu ahadi zake ni kweli na amina. Maana yake akikwambia nitakuwa pamoja na wewe, uwe na uhakika mtoto wa Bwana hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha kwa gharama yeyote. Na ndio maana kuna watu wako mahali hapa wanatambua kabisa kabisa namna ambavyo Mungu amewabeba na kwa namna ambavyo wametembea pamoja na wewe. Lakini ninachotaka kukusemesha siku ya leo, mtoto wa Mungu, jifunze kumshukuru Mungu kwenye maisha yako, kwenye kila nyakati unazoona anatembea pamoja na wewe. Jifunze kumshukuru Mungu kwenye kila majira ambayo anakuingiza. Usimshukuru Mungu kwa sababu unacho. No, shukuru Mungu hata kama leo umelala na njaa, mwambie asante. Hata kama hajakupa kile ulichokuwa unakihitaji, mwambie tu ninakushukuru. Ni ngumu sana kukuacha akishaona ndani yako na maisha ya shukrani mbele za Bwana. Watu wengi ambao Mungu aliwainua kwenye maisha yao, moja ya kitu walitembea nacho ni shukrani kwa Bwana. Huwa tunamsoma Daudi. Daudi, ukiwa unasoma Biblia, ni moja ya wafalme ambao walikuwa na sifa mbili. Cha kwanza, alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu wake, hujapata kuona.
lakini pia alikuwa na moyo wa kumshukuru Mungu katika kila kitu. Hata kama akifanya Mungu kidogo, lakini yeye alikuwa anamshukuru Mungu. Hata kama akipata kitu kidogo, alikuwa anaenda kwake na kumwambia nakushukuru kwa ajili ya hiki, nakushukuru kwa ajili ya jambo fulani, nakushukuru kwa ajili ya mengi uliyoyafanya. Hata kama akishinda vita, anamwambia nakushukuru kwa ajili ya vita ulionipigania. Wewe ni nani usimwambie Mungu asante hata kwa kunifikisha nusu mwaka? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tumeona wenzetu wanaangamia, wenzetu wamepata na ajali, wenzetu wameugua, wenzetu wamefariki, lakini sisi Mungu ameendelea kuwa pamoja na sisi. Lakini sisi Mungu ameendelea kutusaidia. Lakini tukijicheki, si kwa sababu sisi ni wasafi sana, no. Si kwa sababu sisi ni watakatifu sana, no. Si kwa sababu sisi tunaweza sana, no. Si kwa sababu labda sisi tunampendeza sana Mungu, hapana. Lakini tukija kutazama, tunagundua ya kwamba ni kwa neema yake na rehema za kwake. Na kwa sababu ni kwa neema na rehema za kwake, na ndio maana kila wakati tunapopata nafasi ya kwenda mbele zake, tujifunze kumwambia asante hata kwa mengi uliyotuvusha kwayo. Na Mungu akishaona kitu cha namna hiyo, hata nyamaza. Kuna wakati mwingine, mtoto wa Mungu, hautahitaji kukemea mapepo. Si kila eneo utavunja shetani. Si kila eneo utaanza kukemea mapepo, no. Kuna vitu vingine ili viondoke kwenye maisha yako, utapaswa tumshukuru Mungu. Fikiri akina Paulo na Sila gerezani, wangeanza kusema misingi ya gereza tikisika, vifungo achia, wangekesha wanaita hivyo. Lakini kwa sababu wanazijua password za mbinguni, walipobonyeza mbinguni wakasikia na Mungu akashuka. Na ndio maana unaamini ya kwamba Mungu anaketi katika sifa. Chakula chake ni sifa. Fedha yako haiwezi kulipa aliyokufanyia Mungu kwenye maisha yako. Hauwezi kulipa. Na ndio maana unaweza ukatoa kitu, lakini kama hutatumia nafasi yako wakati mwingine kwenye maisha yako kuwa unapata nafasi na kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa mengi uliyoyafanya kwenye maisha yangu, unaweza ukachelewa kutoka. Watu wengi sana waliokuwa na maisha ya kumshukuru Mungu waliwahi sana kufika kula ambako Mungu alitaka wafike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana yake na wewe mtoto wa Bwana, jifunze sana kwenye maisha yako kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Si kwa sababu Mungu amekupa kitu, no. Ni kwa sababu yeye ni Mungu wako. Yeye ni Mungu wako. Watu wengi sana huwa wanadhani labda fedha walizonazo au mali walizonazo zinaweza zikawasaidia au zikarudisha uhai wao, no. Na profesa mmoja aliwahi kutupa mfano, alikuwa anatufundisha theolojia, akasema kwamba kuna mtu mmoja tajiri sana. Sasa sijui kama ni wa ukweli, lakini sisi alitupa mfano kama wanafunzi na akatuhadisia. Akasema kuna mtu mmoja alikuwa tajiri sana nchi za nje huko. Anasema kwamba aliugua. Alipougua akawaambia wale wafanyakazi wake ya kwamba nitakapofariki jeneza langu litabebwa na madaktari 4 bingwa, na akawaambia mtawalipa kiasi cha fedha yoyote watakachotaka, lakini ninachotaka walibebe madaktari 4 bingwa. Na akawaambia kwamba mtatoka mnadondosha hela mpaka kwenye kaburi langu, kwa sababu alikuwa na hela nyingi. Alipomaliza kutuelezea kile kitu, akatuambia kwamba huyu mtu alikuwa anataka kuifundisha dunia mambo mawili. Jambo la kwanza, pamoja na madaktari hawa bingwa hawajaweza kurudisha uhai wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, pamoja na fedha zangu hizi nyingi hazijaweza kurudisha uhai wangu. Maana yake ukija kutazama unaelewa kuna mwingine anayeweza kuihuisha
nafsi iliyo katika hali ya kufa, naye ni Mungu peke yake. Manake vitu tulivyokuwa navyo haviwezi kutuokoa. Anayeweza kuokoa maisha yetu ni Mungu peke yake. Na ndio maana Daudi anasema, wengine watataja magari yao, wengine watataja farasi zao, lakini mimi nitalitaja jina la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ameona aliyomvusha kwayo kwenye maisha ya kwake. Na mimi ninakuombea kwa Bwana Mungu aliyetembea na wewe kuanzia mwezi wa kwanza na sasa karibu tunaingia mwezi wa 7, asikuache wala kukupungukia. Na maandiko yanasema ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Ile tu umepata nafasi ya kufika mahali hapa na kuja kumshukuru Mungu kwenye maisha yako, ninakuombea kwa Bwana ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Wakati wengine wanatabika hospitalini, Bwana kaikumbuke familia yako. Wakati wengine wanateseka na magonjwa, Yesu akuepushe na magonjwa, kwa sababu umemtumikia, kwa sababu wewe ni mtoto wake. Ninakuombea Mungu aliye hai asikuache wala kukupungukia kwenye maisha yako. Lakini ni lazima tujifunze kuwa na mioyo ya shukrani kwenye maisha yako yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tujifunze kuwa na mioyo ya shukrani. Ninatamani tupate nafasi, dakika zetu zimeisha sana, ya kumshukuru Mungu. Kila mtu aende mbele za Bwana kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na asubuhi tuliweza pia kusimama na sadaka ya shukrani, na nitaomba wahudumu watugawie bahasha, tusimame na sadaka ya shukrani. Na tutaomba kwa sababu tupo nusu mwaka, tutamwambia Mungu atembee na sisi na miezi iliyobakia ili tufike mpaka mwezi Disemba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame na waimbaji watatupa wimbo wa kuabudu, na wahudumu naomba haraka haraka tugawe bahasha tupate kusimama na sadaka za shukrani tunapoenda mbele za Bwana kwa ajili ya kumshukuru. Naomba tuchangamke, na waimbaji naomba tuchangamke.